Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote, kwa niaba ya Mheshimiwa Mufti Sheikh Dr. Abu Bakri bin Zubair bin Ali, tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuyafanya haya. Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuwepo hapa kwa muda wote huu. Bila ya yeye tusingelikuwepo. Kwa hiyo tuna kila aina za sababu za kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa jambo letu hili. Kwa niaba yake anatamka kwamba kongamano hili limeakhirishwa na tukitoka hapa tunakwenda Dodoma. Kati ya tarehe 6 tutakuwa Dodoma katika kongamano kama hili insha Allah. Kwa hiyo tuombeane Mungu safari hii iwezekane, safari hiyo ikamilike, maandalizi hayo yakamilike kwa ajili ya kulinusuru taifa letu na viashiria vya namna moja au nyingine kwa ajili ya kuvunja amani. Maneno mengi yameshazungumzwa tokea asubuhi tuko hapa. Kulikuwa hakuna haja tena ya kusema neno lingine zaidi ya kuakhirisha kongamano hili. Isipokuwa natoa tu moja katika njia za kupambana na hii mitandao ya kijamii ambayo inasababisha kuharibu maadili. Kuanzia sasa tujiandae na kuishi na watu wasiokuwa na maadili. Tujiandae kuishi kisaikolojia, kuishi na watu wasiokuwa na maadili. Ukijiandaa kisaikolojia kuishi na mtu asiyekuwa na maadili, kunakuwa na afadhali kiasi fulani. Ushamjua kwamba huyu ni mtu wa aina hii, unampuuza na unaendelea na mambo yako. Hii mitandao wakati mwingine na sisi tunachangia kwa sababu tunaingia humo na kuperuzi. Yale maeneo ambayo tunaona haya ni makorofi, tujitahidi kuyaacha. Kwa hiyo tuazimie kwamba mitandao ya kijamii ambayo iko hovyo tuiache, na kama tumeshapata uraibu sasa tuanze kujitahidi kuacha. Maana TikTok kuiacha inataka imani na juhudi. Sasa tuanze safari ya kuacha kuangalia mitandao ya hovyo. Halafu katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anatufundisha, qul lilmu'minina, waambie waumini, yaghuddu min absarihim. Qul lilmu'minina ghuddu min absarihim wahfadhu furujahum. Hii ni surati Nur aya ya 30. Mwenyezi Mungu anawatayarisha waumini kwa kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, sema lilmu'minina, kuwaambia waumini. Awaambie nini? Ghuddu min absarihim, fungeni macho yenu, wafunge macho yao. Kwa hiyo hapa tunafundishwa kufunga macho pale ambapo mbele yako yuko mtu asiyekuwa na maadili.
funga macho. Na haina maana kwamba ukifunga macho utagongwa na gari. Chepusha jicho lako kutazama kitu ambacho hakifai. Peleka pembeni. Wewe mwache kama alivyo. Itafika mahala atajiona mpuuzi. Kwa hiyo mwito wangu ni tuanze kujifunza kuishi na watu wasiokuwa na maadili. Tuanze kujifunza. Mbali na mikakati yote tunawapa elimu, tunawapa nasaha, tunawapa hivi, lakini pia tujifunze na kuwapuuza. Huu ndio mwito wangu. Baada ya kusema haya, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale yote tuliyoazimia hapa, kwa kuwa nia yetu ni njema kwa taifa letu, basi yafanikiwe. Mwenyezi Mungu ayawezeshe yawe. Na wale ambao wako na nia mbaya, Mwenyezi Mungu nia zao azibadilishe ziwe njema. Na kila anayelitazama vibaya taifa hili, Mwenyezi Mungu ambadilishe mtu huyo macho yake alitazame kwa njia nzuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutaonana Dodoma insha Allah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من أمة محمد شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Mwenyezi Mungu, maazimio yetu haya tunayakabidhi katika mikono yako, kwa sababu mikono yako inaweza, mikono yako ina nguvu, mikono yako ina hifadhi, mikono yako ina nuru, mikono yako ina baraka. Haya tuliyozungumza hapa yaenee kwa Tanzania nzima. Mwenyezi Mungu abadilishe nyoyo za kila ambaye alikuwa na nia mbaya nzuri. Tunazikabidhi hizi katika mikono yako ya Rabbul Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.